mahali tunaenda, na hakuna kitu tunafanya, na hakuna mahali tunafika. Sasa somo hili liko kwa sababu tunatakiwa kugeuka ama kusogea na kuwa mahali ambapo tulitakiwa kuwepo. Mahali ambapo mimi nitakapomjua huyu Mungu kwa jinsi hiyo, ambapo kwenye ule uweza wake na mamlaka yake ama na nguvu zake zitaingia kwenye utendaji kwenye maisha yangu. Na zikiingia kwenye utendaji, badiliko la ndani linalofanywa na Bwana litaonekana kwenye tabia ya nje na watu. Kwa hiyo watu wataanza kuniona mimi ni wa tofauti, na mimi mwenyewe pia nitajiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba ninapokaa sasa pale kwenye ile asili yake Mungu, ni mahali pa kutengwa. Unaweza ukawa labda hujanielewa niliposema ondoa moyo wako kwenye hiyo asili ya ulimwengu, kwenye vitu vya ulimwengu, upeleke moyo wako kule. Unaweza usinielewe ukafikiri sasa huyu anataka kuja kufanya kama wale waliwaambia watu kwamba Yesu anarudi wakachomwa moto. Hapana. Ninachotaka kusema ni kitu gani? Wakati Mungu akiwatoa taifa la Israeli pale Misri, alitumia neno la kuambia watoe watu wangu waende wakanitumikie, waende wakaniabudu. Kwani Mungu, wale watu walikuwa wamepewa eneo lao la kukaa, na wale watu wangeweza kumwabudu Mungu akiwa pale pale Gosheni, sababu lile lilikuwa ni eneo lao. Lakini sasa ndio uweze kuelewa kwamba kuna maana ya kutengwa, kwamba unatengwa kwa sababu pale mahali wingu la pale Misri lilikuwa limefunikwa na miungu. Kwa hiyo kama wingu limefunikwa na miungu, ina maana ikizuizi kwangu mimi. Sasa mimi natakiwa niwe kwenye wingu ambalo haliwezi kunizuilia mimi. Ndio maana hata Mungu alipokuwa anaenda sasa na taifa la Israeli, aliwapeleka kwa wingu lake. Hakuruhusu watembee kwenye mawingu mengine. Aliwapeleka kwa wingu lake, akawa anawafunika kwa wingu lake ili aweze kuwafikisha mahali alipokuwa amekusudia. Na sisi tuliookoka, hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuwa. Hizi historia za watu kutafuta uhuru mpaka uhuru unapitiliza, kuna nira ya Kristo inayotakiwa kutufungia sisi. Iko nira ya shetani na kuna nira ya Kristo. Ila nira ya Kristo ni nyepesi. Nira ya shetani ni nzito, maana inakubebesha mizigo. Nira ya Yesu Kristo haina mzigo, ile imebeba wepesi, lakini lazima akufungie nira. Ndio maana hata alipowatoa hao, aliwafungia nira yake, akawaondoa ili aende awe na wao, aishi na wao, safarini aende nao, awaweke katika nchi ambayo ni ameshaiapia. Na kwa nini aliwaondoa wale wa kwenye nchi hii? Je, alishindwa tu kuwaweka hao pia ndani? Mbona alipowapeleka Misri hakuwaondoa wa Misri, akawapeleka Israeli wakakaa kwenye nchi hiyo na wa Misri walikuwa? Lakini ni kwa sababu kuna kitu kinaitwa kutengwa. Kwa hiyo kutengwa kuna maanisha natengwa katika kila kitu. Kila kitu. Kila kitu. Sasa sina maana sijui usiende kununua nguo dukani, sijui usiende kununua chakula. Hapana. Hapana. Unatengwa katika aina fulani, aina ya maisha ambayo ndiyo system. Yaani unatengwa kwenye system ya dunia ama ya ulimwengu. Mungu anapotutenga, ama alipowatoa taifa la Israeli waende wakamwabudu na kumtumikia huko, alikuwa anataka kuwatoa na kuwatenganisha na miungu ya Misri, ili awe na mguso wa kipekee na wao, usiokuwa na mwingiliano, naidha msuguano, naidha mvutano. Usiwepo na nguvu ya mvutano. Unajua simama anguka ni nguvu ya mvutano. Kwa hiyo inaposhinda hii ndio mtu anasimama, inaposhinda hii ndio mtu anaanguka. Hizo ni nguvu za mvutano ambazo Mungu hataki. Ndio maana alitaka awe na nafasi na watu wake mwenyewe kama alivyokusudia. Ajimwage na watu wake
na kuwa na mguso wa kipekee kati yake yeye na watu wake usiokuwa na mwingiliano wowote. Mungu hataki kitu chochote kiingiliane na yeye. Hataki. Hapendi na hataki. Kwa hiyo uelewe leo, kama kuna mtu anakudanganyaga ama alitudanganya ama anaua anadanganya na kusema kwamba waweza kufanya dhambi, Mungu hapendi na hataki. Kwa hiyo hizo injili nazozisikia za kwamba waweza kufanya alafu ukatubu, Mungu hapendi na hataki. Ndio maana aliwatoa ili wakamuabudu kwengine akiwa na yeye, na sio mahali kuna miungu. Kwa hiyo chochote kile ambacho hakitokani na yeye ni kizuizi, kinasimama kama kizuizi. Kwa hiyo anataka ushirika wake na mtu binafsi usiokuwa na mwingiliano wowote, tupate kuwa na ule mguso ambao ni wa kipekee. Yani kila kitu kibebe upekee. Yeye ni Mungu wa kipekee, na Yesu akasema, jamani, nimeshawapa kile ulichonituma, nikawaambia wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo ambaye umenituma. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuja na yale aliyokuja kuyafanya yalimgharimu vile, ili kutufanya sisi pia tuwe na mguso wa kipekee na Mungu wetu. Mchezo wa mchanganyo tunaodanganyana si sahihi na Mungu hapendi. Na hicho kimesababisha watu wengi wameingia sehemu mbaya, kwa maana wamekufa na wameenda kuzimu. Sasa kanisa tunapaswa kumjua huyo Mungu tunayetaka kutembea naye. Kanisa tunapaswa kumjua huyo Mungu tunayetaka kutembea naye. Nayetaka kutembea naye na nayetaka kuishi naye. Mimi nataka kutembea na Mungu katika maisha yangu ya wokovu. Mimi nataka kuishi na Mungu katika maisha yangu ya kuishi hapa duniani na wokovu. Lakini tena mimi nataka kumtumikia Mungu ninapoishi hapa duniani. Tena nataka nitumike na yeye. Nawezaje kutumika na yeye? Kwa maana anawezaje akawa sehemu ya utumishi wangu wakati kuna michanganyo? Kwa hiyo mimi kama kanisa napaswa kumjua Mungu huyo wa kipekee ili niweze kutembea naye, na kumjua kwa jinsi hii sasa ambayo tunasema. Kila mmoja aliyeokoka anasema anamjua Mungu, lakini tu wazinzi ndani ya kazi ya kanisa, tu waongo ndani ya kanisa, tu waharibifu, tuna viburi, tuna kila aina tabia mbaya ambazo tuko nazo, ambazo kwa tabia hizi dalili hatumjui. Lakini sasa tunataka kumjua ili ndipo sasa tuweze kutembea naye. Tulisema tunamjua, lakini tukawa tutembei naye. Tulisema tunamjua, tumekuwa tutumiki naye. Ndio maana tunakwama, kwa sababu hata utumishi wenyewe Roho Mtakatifu anashindwa kwenda na sisi. Wakati anafikiri niko sawa, akianza tu kutengeneza mambo, kabla hajamaliza kunitengenezea nishaharibu. So nakuwa katika hali ambayo nabeba mvurugano wa aina fulani, kiasi ambacho unaifanya ile kazi ya Roho Mtakatifu inakuwa ngumu, kwa sababu anashindwa hata kunielewa. Lakini mimi nataka kutumika naye, nataka kumtumikia yeye, nataka kuishi naye, nataka kutembea naye. Lazima nimjue Mungu katika asili yake, na sio katika jinsi ambavyo nilikuwa nafikiria. Ndio maana nikaona yale mambo mengine kwamba hakuna dhambi. Ndio nikaona yale mambo mengine kwamba hayana shida. I say Mungu yuko very detective. Yani tulijifunza juzi hapa kuhusu uaminifu. Wengine hiyo ilikuwa si uliwasikia mwalimu? Watu waliguna wakati hiyo ilikuwa inaonyesha dalili gani twaishi huko. Ndio zilikuwa kona zetu. Unaona? Sasa tunapokuja tunajikuta kumbe nilikuwa simjui, sababu nilikuwa nakaa kwenye vichochoro ambavyo yeye hayuko huko, hapatikani huko. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini sasa tunataka tumjue ili tuweze kuishi. Na katika kumjua kwa jinsi hiyo, ndio maana kuna gharama ambazo zitanigharimu mimi kuondokana na haya. Tunawezaje kwenda na mtu ambaye nisiyemjua nikatembea naye? Haiwezekani. Dalili za kuonyesha kanisa kwamba halimjui Mungu sio wote. Kwa dalili za kuonyesha kwamba kanisa kwa sehemu kubwa hatumjui Mungu ni kwa sababu hatuendi naye, hatutembei naye, tunamtabia. Kila mtu anatembea na mawazo yake. Leo tunaliona kanisa linazunguka kila mahali likiwa lina resi. Utafikiri wanafukuzwa, lakini hakuna mtu anawafukuza. Resi zao ni kwamba wanakimbilia dunia, wanakimbizwa na dunia. Na kwa maana hiyo, yule waliyetakiwa kwenda naye hawawezi kwenda naye. Kwa nini? Hawajapatana. Hawajapatana kwa sababu huyu yuko kwenye ulimwengu mwingine, kwenye asili nyingine, na anafukuzia hivyo vya asili hiyo. Lakini ili niweze kwenda naye, niwe kwenye asili yake, vile vya asili yake hatuvifukuzii, hatuvikimbizi. Hawa wa huku sio kwamba wanafukuzia vile vitu. Anachofanya shetani, samani nitatumia hii, anachofanya shetani, anakuwekea hapo hiyo unaiona, unasema ile blue na nyeupe, na ikimbilia, unatoka kule unakimbilia. Ukikimbilia ndivyo anavyofanya. Kwa hiyo kila unapojaribu kuikimbilia kitu, huwezi kukifikia. Na huku kwa Mungu hatukimbilii, hatufuatilii. Alisema kwenye Kumbukumbu la 28, nini natakiwa kufanya? Isikie sauti yangu kwa bidii. Ujifunze kufuata. Ujifunze kufanya kwa moyo wako. Ujifunze kutekeleza kwa moyo wako. Sasa sisi tuasikia tukifundishwa, alafu tuyatupa. Ikija kwenye kufanya, hatutaki kufanya. Alafu tuataka yeye, hakuna kitu kama hicho. Kanuni, Mungu yeye ni kanuni. Nikifuata zile kanuni, sitafukuzia baraka. Maana hiyo ni kanuni ya Mungu. Upande wa Mungu hatufukuzii sisi. Sio kanuni ya Mungu kufukuzana, kukimbizana. Jamani, hapo sizungumza habari ya mtu kufanya kazi. Kufanya kazi, umepewa kazi ya kufanya, wewe fanya. Tena ufanye kwa uaminifu na usifukuzane naye. Ukaiba pesa za watu kazini, ukaona kwamba utafanya hivi, nitacross hivi, nipate hivi. Hiyo unaingia kwenye kufukuzana. Fanya kwa uaminifu. Kula hela yako iliyo ya halali yako. Toa sadaka yako kwa Mungu kwa uhalali wako, utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi hatufukuzii, sababu anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Kumbe mimi sitakiwi kukimbizana, natakiwa nitafute maagizo yake ni nini kwangu. Nikiyapata hiyo ni homework sasa, ambayo kanisa tu wavivu hatutaki. Fanya homework, yani kuifanyia kazi hiyo. Yani unapewa kazi. Hii ni kazi tumepewa na Mungu. Mimi ninachotakiwa sasa, nikija nikisoma hapa, nasema okay, itakuwa nimekwama saa hiyo, nimepelekwa na Roho wa Mungu hapa. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Mimi nilikuwa nakimbia, nataka watu wanijue, nataka hivi. Kumbe ni yeye ananitukuza. Sasa naanza kuchukua pointi zangu. Nasema okay, utakaposikia sauti ya Bwana. Nina notebook yangu hapa. Sauti ya Bwana ni ipi? Narudi tena, naendelea. Kinyume na hapo utaenda varuvaru. Narudi tena hapa, nasema okay. Sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hii bidii ina maana gani? Bidii inamaanisha nini? Alafu kutunza, kuyafanya maagizo yake yote ni kuagiza. Maagizo yake ni yapi? Ni gani?
Haya, narudi tena. Nasema okay. Kwa hiyo maagizo yake ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia na baraka. Kwa hiyo hapa nikipata, sasa nazungumza mwenyewe, nikipata majibu ya kuisikia sauti yake ni nini, namna gani ya kuisikia sauti yake ni ipi, niijue sauti yake, ndipo niisikie, ndipo sasa nianze kuitunza. Agizo lake, nifuate maagizo yake. Maagizo yake ni gani? Na chambua. Niko kwenye kazi sasa hiyo, sasa nimetulia. Chambua, nakuta maagizo yake. Mimi Bwana Mungu wako niliyokutoa Misri, usiwe na miungu mingine, usiabudu Mungu mwingine. Kwa hiyo maagizo yake aliyoniagiza, amesema nisiwe na miungu wengine. Hao miungu wengine ni wakina nani? Swali limezaa nini? Swali. Ni kina nani hao miungu wengine? Naandika pale. Okay, kwa hiyo naiweka pending, naanza kutafuta hao miungu ni wakina nani. Nakuja kukutana na kazi za mikono zinakuwa ni sanamu, ni ibada ya sanamu. Ama nisifuatishe namna ya dunia hii, kwa sababu ama nisifuatishe namna ya dunia hii, bali nitoe mwili wangu uwe dhabihu. Kwenye dunia kuna vitu ambavyo vinanishikilia mimi na kusababisha mwili wangu unageukia hiyo miungu. Sasa hiyo ndio inakuwa miungu sasa, kwa sababu mwili wangu, nafsi yangu, akili yangu, moyo wangu unaacha kuambatana na Bwana, unaambatana na vile vitu. Hiyo sasa inakuwa ibada yangu ya sanamu, hiyo inakuwa miungu. Kwa hiyo sasa naweka alama zangu kwamba nitafanya hivi. Naanza kuzungumza na nafsi yako. Elena, sikia, kuanzia leo unatendea kazi, unaenda hatua kwa hatua. Alafu ukimaliza ndio sasa unasema okay, Bwana amesema hapa ndipo atakapo nitukuza. Kwa hiyo Bwana, mimi nakamilisha haya. Unayavalia njuga, unayafanyia kazi. Ilo swala la kutukuza hata una sababu ya kuliomba. Yeye anataka aone umefanya hayo, kwa sababu baada ya kuyafanya hayo, haya ya kukutukuza ni ya kwake, sio wewe. Kwa hiyo wewe ukishafanya yale atakutukuza. Lakini kama hujakamilisha yale, sahau. Utapanda, utakimbizana na ukuta. Unapanda, ukifika pale na bichi. Unapanda, unashuka. Lakini unaona hizo ndio kanuni za Mungu ambazo zinafuatwa na kutembea na watu wanaokaa kwa upande wao, ambao ni katika dini yake. Sasa nimekuonyesha tu kwa sehemu fulani. Sasa tunasema mimi nataka kumjua Mungu kwa asili yake ili niweze kuishi naye. Nawezaje kutembea naye? Nawezaje kuishi naye? Nawezaje kumtumikia? Nawezaje kutumika naye? Kwa sababu Amos ananiambia kwamba mimi siwezi kutembea naye kwa sababu hatupatani. Hatupatani katika lipi? Naanza kutafuta. Mwisho nitakuja kujikuta mimi mkaidi, mimi mjeuri, mimi na kiburi. Naanza kukuta kwamba katika vile alishakuambia ufanye hivi, hujafanya. Kwanza hapo unajikuta wewe mwenyewe ulishatoroka, umekimbia huko uhamishoni. Kwa hiyo inakutaka wewe urudi pale mahali. Hizo ndio gharama ambazo inabidi sasa mtu unaanza kuzishughulikia. Kwa hiyo unatengeneza kisha kaa vizuri. Anakuona hapo, manake sio kwamba uko mbali, uko kwenye hema yake. Akisha kuona hapo, atoa maagizo, wanaanza kushughulikia mambo yako. Faili lako linashughulika. Mimi nawafundisha kitu ambacho mimi niliona kifanyika kwa. Na wakati huo kwanza mimi niliona zile hatua, na nikaona hatua fulani kwamba watu, sasa mimi niliona ni watu lakini walikuwa ni malaika. Wananishughulikia mimi. Kabisa nasema, leteni faili lake Helen. Faili langu linapelekwa. Alafu likipelekwa, wako pale wanalifungua na kuliangalia, na iona nyumba ambaye ndio ya kwangu mimi sasa. Yaani ndio mimi sasa. Nyumba yangu sasa inapakwa rangi. Sasa inafanywa finishing ya nje. Kwa hiyo nikatambua kumbe nishatoka kule. Nilishawaambia darasani, kasema wakati niliwaambia hata Mende alikuwa hapa anafanya hivi, siwezi. Sasa baada kutoka ni mwendo, ilikuwa ni mchakato, sio kitu cha siku moja.
Sisi tunashindwa, tunataka leo sasa hivi Mungu. Hizo ndizo za shetani, hizo sio za Mungu. Kwa Mungu kuna hatua zake. Tangu najiona niko chooni nimekaa, nafanya hivi mkono, sina nguvu zimeenda, kila kitu kimeenda, mpaka nakuja kujikuta nishatoka. Hizo ni hatua natembea na mimi naona katika ulimwengu wa roho. Lakini duniani niko natumika. Lakini katika ulimwengu wa roho mimi mgonjwa. Tangu naonekana mahututi siwezi kukaa, mpaka sasa naweza kuogelea na maji yamefika. Ila maji machafu, nilishawaambia, maji machafu. Nguo huko ndani, pads za wanawake huko ndani, nepi za watoto huko ndani, hizi pampers, miti nini, maji machafu. Yani wewe ukiogelea ni unafanya kuyatoa, yanashikana na wewe. Lakini natembea, yani najiona siko kule tena, natembea ila bado uchafu. Sasa anapishana na ule uchafu. Sasa ni kwamba natoka kwenye ule uchafu, alafu mbele naona geti iko pale na mimi naelekea pale, mpaka nikajiona nimefika kwenye geti, mpaka nikajiona nimetoka kwenye geti, mpaka nikaona faili langu linaletwa, lilikuwa linasoma rekodi nzuri, mpaka naona nyumba yangu. Yani unajiona. Kanuni hizi nimekupa zitakusaidia, Roho Mtakatifu atakusaidia namna ya kufanya. Utauona mwendo wako. Utauona mwendo wako, atakuonyesha katika kila hatua. Tumia muda wako, unakaa kama vile uko darasani umepewa kazi na mwalimu ufanye. Na Roho Mtakatifu atakuwepo kukusaidia. Na atakuonyesha hizo hatua, alafu utajikuta unavuka mahali. Ili sasa mwisho utaanza kuona mwatembea pamoja. Tafika mahali utaanza kumuona haujakaa vizuri, ukianza kuabudu huyu ameshatokea, maana sasa mwapatana. Kwa sababu mwapatana, mwatembea pamoja, watembea kule kwake, watembea kwenye kanuni zake. Kwa hiyo inapofika mahali ukiingia kama ni kuabudu, wewe unaingia rohoni, uko kwake, na ukiingia rohoni na yeye yuko hapo. Utawaona malaika, utaona wale watoto wa mbinguni wanacheza, utaona ibada ikiwa inafanyika, kwa sababu sasa mwatembea. Lakini hatuwezi kwenda pamoja, lazima tupatane kwanza katika ile ulimwengu wake wa rohoni wa asili yake. Hatuwezi kwenda kwa namna nyingine yote, hata ukafanya nini. Kanuni za Mungu zinafanya kazi kwa namna yake, na sio kwa namna ambayo unaweza ukafikiri ama tunaweza tukafikiri sisi. Kwa hiyo dunia leo inamthibitisha Mungu wa dunia hii, kwa maana Mungu wao. Sisi kanisa tunamthibitisha Mungu gani? Lakini imefika wakati tunatakiwa tumthibitishe huyu Mungu sasa. Lakini kumthibitisha huyu Mungu tunatakiwa tuwe tumemjua. Na ndio maana nafikiri Mungu ametupatia hili somo ili tuweze kufika mahali pa kumjua yeye, alafu tumthibitishe. Tunamthibitishaje? Kwa maisha yako. Hauhitaji kupiga kelele nyingi sana. Wewe unahitaji kuishi sawa tu pale. Ukiishi sawa kila mahali watakutambua. Watamtambua yeye anayekaa ndani yako. Na mtu anaelewa mimi nasema nini? Watamtambua kwa maneno ya kinywa chako. Kwa sababu saa yoyote ndio ile ninayosema kwamba huyu ambaye unasema ni baba yako, ni bwana wako, ni Mungu wako, ambaye hana access ya kuzungumza na mimi mpaka niwe nimelala, ni muoga huyo. Kwa nini haji waziwazi? Nasema hivyo nikiwa na maana gani? Ya hiki ninachokisema, wakati wowote atathibitika ndani yako. Kuna wakati unaofaa na kuna wakati usiofaa. Sio lazima ukafunge na kuomba ndio aje akaseme. Kwa sababu yuko, unatembea naye, unaishi naye, ni sehemu yako. Ulimwengu unamthibitisha Mungu wao, wamemdisplay, wamemweka wazi barabarani. Anatembea barabarani. Na msishangae tu mtaona kesho kutwa wanatembea watu uchi wameamua. Wanamdisplay Mungu wao. Sisi tunawezaje tukamthibitisha Mungu wetu? Tunaweza tu pale tutakapokuwa tumemjua katika asili yake. Kwa sababu yeye ndani yetu atakuwa anajidhihirisha. Na inakuwa sio jukumu langu mimi kupigania kumdhihirisha. Yeye tu, ni yeye tu. Yeye ndio atafanya, kwa sababu yuko huko ndani. Atawajulisha watu kwamba ni mimi ndio niko hapa. Unataka nini? Atawajulisha watu kwamba mimi ndio huyu. Unasema nini? Atawajulisha watu kwamba mimi ndio huyu. Usimguse mtoto wangu. Atamjulisha shetani kwamba huyu ni mtoto wangu.
Kwani ilikuwaje mpaka Mungu kwenda kuzungumza na shetani wakati anamzungukia Ayubu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kuwa na hiyo hali ambayo tunakuwa nayo. Siku ataruhusu shetani afanye kazi yake, ataifanya tu kwa sababu ana kibali. Kwa hiyo Mungu anataka awe na ushirika na sisi ambao unabeba umoja. Anataka awe na ushirika na sisi unaobeba umoja kati yake yeye na mimi mtu. Umoja ambao ni kati yake yeye. Umoja wa ushirika ambao ni kati yake yeye na mimi ambaye ni mtu. Hapa tunazungumza habari ya mtu na Mungu. Na ambaye nimeisema sana kwamba achilia moyo wako sasa pale msalabani kwa Yesu. Usiende kwa Yesu kwa kupitia mtu, hapana. Kwa hiyo kwa maana kama jinsi yeye alivyo na umoja na utatu wake, ndivyo ambavyo anataka awe na umoja na mimi. Akae na mimi, aishi na mimi, atembee na mimi. Aishi na mimi, atembee na mimi. Aishi na mimi, atembee na mimi. Sasa sisi kama kanisa, kuna jambo la muhimu ambalo niliseme kabla hatujamaliza. Sisi kanisa kuna hali ambayo tuko nayo, ambayo hiyo ndio itatufikisha, nafikiri tatuingiza kwenye maombi, kwa maana ya mahali ambapo mtu unaenda kufanyia kazi mwenyewe, lakini tutaomba. Lakini nahitaji tuweze kufahamu hili. Mimi kama mtu niliokoka ama kama mwana wa Mungu, nilisema nataka kumjua Mungu nitakayetembea naye. Na ili niweze kumjua huyo Mungu, hata ndipo niweze kutembea naye, napaswa kufahamu kwanza kwamba maandiko hayasemi uongo. Kwa sababu kitu kimoja ambacho kinatuzuilia ni sisi kutokuamini maandiko. Tunaposhindwa kuamini maandiko, tunazuia ule ushirika wa kwetu sisi. Lazima tuamini kwamba maandiko hayasemi uongo. Lazima tufahamu kwamba tunapoisoma Biblia kwa namna ya kutaka kufahamu, yani kwa kujifunza. Kwa namna ya kutaka kufahamu, yani kwa kujifunza. Kwa namna ya kutaka kufahamu, kwa maana ya kujifunza na kumjua yeye, yani kumjua Mungu. Basi kwa kufanya hivyo tunaumba yale yaliyoandikwa tunayoyasoma sasa. Yale yaliyoandikwa hayo tunayoyasoma kuwa uhai ama uzima. Kuwa uhai ama uzima ndani yetu. Na uhai huo unakuwa ni uhai katika uhalisia wake. Katika uhalisia wake Mungu. Uhai huo katika uhalisia huo ni kwa sababu maandiko niliyoyasoma yanatimizwa kwenye maisha yangu. Kwa mfano, mimi ninaposoma, kwa mfano tumesema pale mjue sana Mungu kwenye ile Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ndipo utakapokuwa na amani, na ndipo baraka, furaha na whatever zitakujia wewe. Kama ndivyo ambavyo neno limesema, lile neno linawezaje likawa hai katika maisha yangu? Hata ndipo sasa ule uhai wa kile nilichosoma ndio unabeba udhihirisho na uthibitisho wa uhai wa Mungu
ndani yangu. Unabeba uthibitisho, unabeba udhihirisho wa uhai wa Mungu ndani yangu. Ndio maana tunasema kuwepo ndani ya wokovu na moyo uliokwaruzika, hiyo jehanamu ni ya kwangu kama sitatubu. Kuwepo ndani ya wokovu